Tulisema ya kwamba mara nyingi kwenye Biblia unapoona mahali wamekusanyika wakapatana, kuna maneno kama hayo, wakashauriana, wakakubaliana. Unavyoona maneno kama hayo, unapaswa kuelewa nini kilikuwa kinafanyika. Ni kikao kilikuwa kinafanyeje? Kinafanyika. Haleluya. Sasa Ezekiel sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 13. Na jana tulianza kuangalia vikao vya kishetani. Na kama ambavyo kuna vikao, kila utawala au kila ufalme lazima uwe na vikao. Lazima uwe na vikao. Na kuna vikao vingine ni vya siri, na kuna vingine watavitangaza hadharani. Kuna vingine watavisema waziwazi. Kuna vingine ajenda zake watazisema waziwazi. Kuna nyingine ajenda zake hawazisemi kabisa. Kuna vikao ambavyo wanaweza kuhudhuria watu wote, na kuna vingine wanahudhuria watu wachache wanaowakilisha wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakuonyesha ya kwamba inawezekana kabisa hata ulimwengu wa giza ukakaa vikao kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya eneo, kwa ajili ya mtaa, kwa ajili ya kata, kwa ajili ya jimbo, kwa ajili ya mkoa, kwa ajili ya kanda, mpaka ngazi ya kitaifa. Kuna vikao. Kuna vikao vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Ezekiel anasema, tena roho ikaniinua, ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki. Angalia, anasema roho ikamuinua. Na unapoona hilo neno roho ikamuinua, maana yake kilichokuwa kinainuliwa sio mwili wa Ezekieli, ni roho ya Ezekieli ilikuwa inachukuliwa, anapelekwa kuona. Ndio ile Paulo anasema, nilienda mpaka mbingu ya tatu, ila sijui ilikuwa nilikuwa mwilini au nilikuwa rohoni, hiyo nilikuwa sijui. Mara nyingine matukio kama yanapotokea ni roho ya mtu inachukuliwa, mtu anapandishwa. Kuna wakati kabisa unaweza kupelekwa kimwili kabisa. Unaweza kupelekwa kimwili kabisa, ukachukuliwa ukapelekwa kimwili kabisa. Kwa mfano ukiachana na ufunuo mwingine wote, bila sema shetani akamchukua Yesu akampandisha mpaka juu ya kilele cha mlima au kinara cha hekalu, akampandisha mpaka juu ya kinara cha hekalu, na akaanza kumwambia, angalia mali zote hizi nimepewa. Mahali pengine anampandisha, anamwambia Yesu, ni jitupe. Nimpandisha kwenye kinara cha hekalu, kamweka juu ya kinara cha hekalu, juu ya kanisa. Yani inawezekana siku hiyo ibada ilikuwa inaendelea kanisani, wasirika wako kanisani wanaabudu, wanasifu, wako wanaabudu, wanasifu, lakini shetani amempandisha mtu kwenye paa la kanisa. Pandisha mtu kwenye kinara cha kanisa, pale juu kabisa amemweka pale. Wanaendelea na majadiliano. Angalia mambo yalivyo. Wanaendelea na majadiliano juu ya kinara cha kanisa. Tafsiri yake ni kwamba hata leo unaweza kushangaa kuna kanisa ambalo ibada inaendelea, lakini kwenye paa la ibada kuna wachawi wamekaa pale wanaamrisha mambo yao, au wanaendelea na kikao chao. Hiki kilikuwa ni kikao cha Yesu na shetani, wanajadili. Na hapo walikuwa wanajadiliana, na majadiliano haya yalikuwa yanaendelea ni kama vile ya neno. Rudi Mathayo sura ya 4. Tuanze kuanzia mstari wa 4. Au tuanze mstari wa kwanza kabisa. Anasema Yesu akapandishwa na roho. Hebu sema alipandishwa na roho. Na leo uone hiyo kupandishwa. Kuna kupandishwa ni mtu una roho yako ndo inaenda. Roho yako ambayo ndio wewe inapanda. Lakini sasa Yesu alipandishwa, anasema alipandishwa na roho nyikani. Hii kupandishwa ni Yesu alivuviwa ndani ya roho yake, akapata wazo la kwamba nimetoka kubatizwa, nipande nielekee nyikani. Akaenda na mwili wake. Na alienda na mwili wake kwa nini? Kwa sababu tunaona baadaye alikuwa amefunga. Manake alipanda akiwa na mwili wake, alienda akiwa na mwili wake na akiwa amefunga. Anasema ili ajaribiwe na nani? Na Ibilisi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine roho wa Bwana atakuwa anakuongoza. Na kwa tafsiri nyingine tunasema roho wa Bwana atakuwa amekupandisha. Safari mimi ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama kuna changamoto ambayo adui ameipanga mbele yako, roho wa Bwana akupandishe, isikuone wewe katika jina la Yesu. Na kuanzia leo hautakuwa chini tena. Kila jambo unalofanyia
tunalifanyia mahali pa juu. Vikao vyetu tunalifanyia mahali pa juu kwenye ulimwengu wa roho, juu sana kupita falme, juu sana kupita usultani, juu sana kupita mamlaka zote, juu sana kupita majeshi ya pepo wabaya. Hebu sema juu sana. Sisi ni watu wa juu sana. Anasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Mstari wa 2, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwishowe akaona nini? Akaona njaa. Sasa hii kufunga, kwa sababu Yesu alikuwa ameshajua anaenda kujaribiwa na shetani, moja ya jambo ambalo alianza kulifanya ni kufunga. Tunapofunga hiyo, tunatengeneza mazingira ya kumshinda kila shetani na kila jaribu ambalo lingetoka kuzimu. Na nikwambie ukweli ya kwamba kwenye maombi haya, wewe ambaye umefunga rohoni, uwezo wako wa kumshinda shetani na kulishinda kila jaribu atakayokuletea umeongezeka katika jina la Yesu. Kila mtu ambaye Roho wa Bwana anataka ashinde kwenye jambo fulani, wakati mwingine anamuongoza kwenye kufunga. Hebu sema anakuongoza kwenye kufunga. Sema tena anakuongoza kwenye kufunga. Maana yake kuna wakati unafunga, ni Roho wa Bwana anakuandaa kwa ajili ya jambo fulani liloko mbeleni. Na nakwambia ukweli kabisa kwenye maombi haya, na nikwambie tumetengeneza ushindi kwa ajili ya Tanzania tayari. Tumetengeneza ushindi kwa ajili ya kanisa na mwili wa Kristo ndani ya Tanzania tayari, na ushindi kwa ajili yako pia katika jina la Yesu. Ushindi tayari tumeutengeneza. Roho wa Bwana alipomuongoza, tafsiri yake pia ni kwamba hakuna mfungo ambao shetani atakuongoza. Haupo. Unapoona unaongozwa kwenye mfungo, hasa mfungo kama hii ya siku 40, ya siku 20, unasikia tumetoka siku 64 za kuizaa Tanzania mpya, kuinuka kwa wokozi. Baada ya hapo tunaingia tena kwenye siku 50. Ukizijumlisha hizi ni siku 114. 114. Na hapa hatujafika hata mwezi wa 6. Hatujui kama uko tena mbeleni hiyo miezi 6 iliyobakia tena, hatujui tena itakuwaje. Zitaongezeka tena 100 nyingine. Maana zikiongezeka tena 100 nyingine, tunakuwa tumefunga zaidi ya nusu ya mwaka. Huu mwaka una mambo mengi ya hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi tukafunga hivi na tukafungwa. Haiwezekani. Haiwezekani. Sema haiwezekani. Anasema akaongoza akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akafanyaje? Akaona njaa. Na kwamba ameona njaa alifungua. Yesu alifungua kwa sababu ameona njaa. Yesu alifungua kwa sababu ameona njaa. Alifungua kwa sababu amekumbuka ugali. Ugali na maharage, ugali na dagaa, ugali na samaki. Wakati mwingine unafunga kama hivi, tena bora hata Yesu alikuwa mlimani kule, sio rahisi hata kusikia harufu za vyakula, watu wanapika vyakula. Sasa hii ya kwetu unafunga, unakatiza mahali unaona ugali samaki pale, unakatiza mahali unaona mtu pale na au jirani yako pale mchana anafanya mambo mazuri ya utukufu mkubwa wa Bwana kabisa. Mwisho Yesu akaona njaa. Mstari wa 3. Angalia hata majaribu ya Yesu ya kufungua yalivyokuwa marahisi. Yaani ni mpaka ageuze mawe yawe mkate. Wakati wewe umefunga, ni swala tu la kuangalia pale kwenye friji ufungue. Yaani ni swala rahisi. Wewe kazi yako ni rahisi, ni kufungua tu kwenye friji upate chakula. Yesu kazi yake ilikuwa ni kugeuza mawe yawe mkate. Mpaka ageuze mawe yawe mkate. Tuseme hapo ni kukanda sasa unga, akande. Amefunga siku 40, akande, asubiri umuke, sio afanyeje, akatekate. Mlolongo mrefu. We shortcut ipo. Una uwezo wa kutoka na kuagiza tu hapo dukani, nileteni chips pale, nileteni uji, nileteni mtori pale. Anasema mjaribu akamjia, akamwambia ukiwa ndio mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe yao yawe nini? Mkate. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Naye akajibu akasema imeandikwa. Hebu sema imeandikwa. Sema tena imeandikwa. Sema tena imeandikwa. Kwenye maombi kuna vitu vinafanya maombi ya mtu yawe na nguvu. Kuna vitu vinafanya maombi ya mtu yawe na nguvu. Cha kwanza, moja ya kitu kinaongeza nguvu kwenye maombi yako ni kufunga. Maombi ambayo unayaongezea na kufunga. Maombi ambayo unayaongezea na kufunga. Mfungo una kazi yake kwenye ulimwengu wa roho. Kila anayefunga kuna jambo linazaliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna uzito unaongezeka kwenye ulimwengu wa roho kwa kila mtu anayefunga. Kwa mfano, Yesu anawaambia wanafunzi wake wakati fulani wamejaribu kutoa pepo wakashindwa.
Mathayo 17 mstari wa 21 anawaambia mambo mengine hayawezekani bila kufanyeje? Kufunga na kuomba. Maana yake kuna mambo ukifunga lazima utoboe. Yaani hiyo ni kanuni ya kiroho kabisa. Kuna mambo ukifunga lazima ufanyeje? Lazima ufanikiwe. Tukaona jana kuna watu ambao waliamua wao hawatakula wala hawatakunywa hata wamemuua mtu. Nikakwambia hao watu walikuwa ni watu wa kiroho, sio tu watu wa kimwili, ni watu wa kiroho wanaoelewa nguvu ya kufunga kwenye kufanikisha mambo yao. Kuna mambo tunayafanikisha kwenye maisha kwa sababu tumeongezea na kufunga na kuomba. Na Biblia hairuhusu mtu anayefunga akafungwa na nguvu za giza. Hairuhusu. Isaya 58 mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6 anasema, Isaya 58 mstari wa 6 anasema, je, sio saumu niliyoiamuru? Maana aina hii ya kufunga, hiyo saumu anaongelea ni kufunga. Anasema, je, usio mfungo niliochagua? Anasema sio namna hii wa kufungua vifungo vya uovu. Maana yake mtu yote anayetaka kufungua vifungo vya uovu lazima tuone akianza kuutiisha mwili wake kwa kufunga. Na yoyote pia anayefunga na akaendelea kufunga na akaishi maisha ya kufunga, sio kufunga kwa matukio, kuishi maisha ya kufunga, hakuna kifungo cha uovu utashinda kukifungua. Rohoni mtu anayefunga anapewa uwezo wa kufungua. Kila anayefunga kuna mamlaka juu yake ya kuweza kufungua. Sio tu kufungua watu, kufungua vitu pia, kufungua maeneo pia, kufungua, anaweza akafungua uchumi wa mtu, akafungua elimu ya mtu, akafungua eneo, akafungua chochote. Mtu anayefunga anapewa uwezo wa kufungua. Anasema na kuzilegeza kamba za nira. Maana yake kamba na vifungo vilivyokuwa vimekazwa vinaweza vikalegezwa kwa njia ya maombi ya kufunga. Tunapofunga tuna uwezo wa kulegeza, kama ambavyo kupitia maombi haya tunalegeza kila kamba za umaskini kwenye taifa katika jina la Yesu. Tunaziamrisha ziliachilie taifa hili. Hebu sema ziliachilie kwa jina la Yesu. Na hapa anasema pia na kuacha huru walioonewa. Maana yake mfungo, anayefunga ana uwezo wa kuwaweka huru wengine wanaoonewa. Anayefunga ana uwezo wa kuweka huru wengine wanaoonewa. Na ndio maana Yesu alipomaliza ule mfungo wake, twende kwenye Luka sura ya 4. Luka sura ya 4 ule mstari wa kwanza. Nikonyesha Yesu alipofunga. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza anasema, naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa. Sasa nilikwambia kule alisema alipandishwa na Roho. Nikakwambia kupandishwa na Roho ni Roho aliweka uvuvio ndani yake, msukumo wa kuanza kufunga. Ndio hii akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Akaongozwa wapi? Nyikani. Sasa alivyoongozwa na Roho akafunga. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Alivyoongozwa na Roho kufunga. Mstari wa 18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenipaka nini? Mafuta, kuwahubiri maskini nini? Habari njema. Na amenituma kufanyeje? Kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Wanaofunga wanaweza kufungua watu. Anaishi maisha ya kufunga, ana uwezo wa kufungua watu. Ndio ile kule. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinapokea, yani kuna ulimwengu wa roho, kuna vitu unaviachilia kwa sababu umetimiza kanuni fulani. Kuna mambo utayaweza sio kwa sababu tu uko na Yesu. Kuwa na Yesu ni jambo moja, kama wale wanafunzi walivyokuwa na Yesu na wakashindwa kumfungua mtu. Walishindwa kumfungua mtu. Yesu baadaye anawaambia namna hii, aina hii ya jambo, aina hii ya mambo, ili muyaweze lazima mfunge kwanza na kuomba. Na sio ufunge kwa matukio, uwe na maisha ya muendelezo kwenye kufunga. Hata tukimaliza mfungo huu usiache kufunga kwa jina la Yesu. Anasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona nini tena, na kuacha huru waliosetwa. Umeona faida za kufunga hapo? Ha? Kumbe hauhitaji kuwa mhubiri wa injili ndio ufungue watu waliofungwa. Unahitaji kuwa mtu anayefunga na kuomba na kumtafuta Mungu ili uweze kuwafungua waliofungwa. Mchungaji, wewe unaombeaje watu wanafunguliwa? Hii hapa siri. Anza na wewe kufunga. Ukifunga ufungwi, na ukifunga una uwezo wa kufungua kila aina ya kifungo. Kaa kwenye maisha ya kufunga na kuacha huru waliosetwa. Na mstari wa 19, na kutangaza mwaka wa Bwana uliofanyeje? Uliokubaliwa.
Na mambo haya yalitimia kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alifunga. Sasa rudi ile Luka sura ya 4. Tuanze ule mstari wa 2. Shetani akamfuata Yesu. Jaribu akaja. Mstari wa 2. Nilikuwa nakuelezea kuna mambo ambayo yanaongeza uzito kwenye maombi yako. Cha kwanza nikakwambia kufunga, si ndio Si ndio Cha pili ambacho nataka nikuonyeshe hapa, anasema na siku hizo alikuwa hali kitu hata lilipotimia aliona njaa. Mstari wa 3. Jaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu niambie jiwe hili liwe mkate. Mstari wa 4. Yesu akamwambia, imeandikwa. Hebu sema imeandikwa. Moja ya kitu kingine kinaongezea nguvu kwenye mfungo wako na kwenye maombi yako ni imeandikwa. Ukisema imeandikwa ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Uzito wa maombi yako rohoni unazidi kuongezeka kadri unavyoongeza neno na kiwango chako cha neno kwenye maombi yako. Lakini pia vita ya kiroho unazidi kushindana na kushinda, sio kwa sababu umeomba sana. Ni kwa sababu pia katika maombi yako kuna neno jingi. Kila neno unaloachilia kwenye kinywa chako ni silaha ya kumshambulia adui. Ni upanga unaotoka. Bila nasema na neno la Mungu ambalo ni upanga wa roho. Neno la Mungu ni upanga wa roho. Ambaye hana neno, hana upanga, ni mtu ambaye anapigana bila silaha. Ambaye hana neno, hana silaha, ni mtu ambaye ametokea kwenye vita bila silaha. Na imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Mstari wa 5, bali kwa kila neno. Kule kwenye Mathayo alisema bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Akampandisha tena juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ulimwengu wa roho, sifa yake ya kwanza, ulimwengu wa roho hauna umbali. Yani ulimwengu wa mwili, moja ya kizuizi ambacho unacho, ukitaka kutoka hapa sasa hivi uende Dodoma, kuna kaumbali, kuna kilomita kadhaa ambazo utaanza zile kilomita uanze kuua kilomita 1, 20, 100 mpaka baadaye ufike Dodoma. Kuna kilomita kadhaa, maana yake kuna umbali. Sasa ulimwengu wa roho hauna umbali. Sema ulimwengu wa roho hauna umbali. Kwenye ulimwengu wa roho tunatoka, tuko hapa tunaomba, tukasema katika jina la Yesu tunatokea Mtwara, au katika jina la Yesu ninaiombea Mtwara. Ukiwa unasema ninaiombea Mtwara kwenye ulimwengu wa roho, tayari uko Mtwara. Hauzuiliki na maeneo. Hakuna vikwazo vya kimaeneo. Tukiwa tunaliombea jambo kwenye ulimwengu wa mwili, tunazikuwa tunaiombea. Kwa mfano tunazikuwa tunaiombea magereza, tunaombea wafungwa walioko magerezani. Baba, katika jina la Yesu tunamwombea, kama wale walivyokuwa wanamwombea Petro, tunamwombea Petro aliyeko gerezani. Walivyokuwa wanaomba, in fact nikueleze tu ukweli, malaika wa Petro alitokea, sio kwamba hakuwepo. Ni wale watu walitokea kule gerezani kama malaika wa Bwana, wakamfungua jamaa, akafunguliwa, akachomoka. Tunavyomwombea mtu mahali popote kwenye ulimwengu wa roho, tunakuwa tumeliendea ile eneo. Tunapoomba hapa tukasema tunaamrisha kila nguvu ya giza kule nyumbani kwenu, kule kwenye makaburi ya wazazi, kule kwenye miti ambayo ilikuwa inatumika kwenye ibada za sanamu, tunaifyeka kwenye ulimwengu wa roho. Hatuko hapa, tuko kule kwenye ile miti. Tunapigana nayo, tunaifyeka, tunaiangusha. Kila unapoomba roho, ukitaja tu eneo fulani, tayari muda huo upo kwenye hilo eneo. Tayari. Maana kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali. Ndio maana kwa dakika moja Yesu alizungushwa miliki zote za nini? Za ulimwengu kwa dakika moja. Mungu anamwambia Musa, anasema mimi nikipita katikati yenu kwa dakika moja nitafanya madhara makubwa sana. Kwa dakika moja. Kwenye kitabu cha Kutoka anasema nikipita katikati yenu kwa dakika moja. Maana yake dakika moja inaweza kumtosha Mungu kufanya anachoweza kufanya ndani ya Tanzania. Dakika moja. Subiri tupate ile andiko nikuonyeshe kwenye kitabu cha Kutoka. Dakika moja. Mungu anasema kwa dakika moja. Sema kwa dakika moja. Sema kwa dakika moja. Shanda baba. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 5. Kutoka sura ya 33 mstari wa 5. Soma hapa, anasemaje? Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu
dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri ili nipate kujua nitakalo watenda. Dakika moja inamtosha Mungu kupita taifa zima la Tanzania. Hao walikuwa ni watu, ni maelfu ya watu wametoka utumwani. Mungu anasema dakika moja ilikuwa inamtosha. Dakika moja kuangamiza wote. Kwa hiyo ulimwengu wa roho hauzuiliwi pia, ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali, lakini pia ulimwengu wa roho hauzuiliwi na muda. Hauzuiliwi na muda. Muda kwao sio kikwazo. Dakika moja kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu anasema siku moja kwake ni miaka nini? 1000. Na miaka 1000 kwake ni nini? Ni siku moja. Tukisema miaka 1000 kwake ni siku moja, maana yake kile ambacho ungetumia miaka 1000 kukifanya, Mungu anaweza kutumia siku moja kukifanya. Kile ambacho sisi tungetumia miaka 1000 kukifanya, Mungu anaweza kutumia siku moja kukifanya. Sasa kama siku moja kwa Mungu, siku moja kwa Mungu kwetu ni miaka 1000, maana yake tujaribu tu kuwaza, dakika moja kwa Mungu kwetu itakuwa ni miaka mingapi? Jambo ambalo ungelifanya hata miaka 50 kwa Mungu linaweza kutumia dakika moja. Ulimwengu wa roho hauna umbali, lakini pia hauzuiliwi na muda. Ndio maana unaona hiyo kwa dakika moja Yesu akampitisha Shetani kwenye miliki zote za ulimwengu. Wengine wanasema alimpitisha kwenye mawazo yake, akaanza kumonyesha sasa vyovyote atakavyokuwa. Lakini sisi tunajua ndani ya dakika ngapi? Moja. Kwa hiyo ndani ya dakika moja Shetani anaweza akaharibu maisha ya mtu ndani ya dakika hii moja. Rudi ile Luka sura ya 4. Luka sura ya 4 mstari wa 5. Anasema kwa dakika moja. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi yote na fahari yake, kwa kuwa imo mkononi mwangu, nami umpa yoyote kama nipendavyo. Mstari wa 7. Negotiation, makubaliano yanaendelea, ni kikao kinaendelea. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa ya kwako. Hilo neno ukisujudu inaonekana kama vile wewe umefanya kitu kidogo, yeye amekupa vingi. Yaani shetani kawaida yake ni kwamba atakuonyesha kama vile wewe hujatoa sana kama ambavyo yeye ametoa sana. Na huu ni udanganyifu, kwa sababu Yesu angemsujudia hapo, nafsi ya Yesu ingekuwa imeuzwa. Chochote unachokiabudu, hicho kitu unakuwa umekiuzia nafsi yako, umekipa nafsi yako. Unapomwabudu Mungu, nafsi yako unakuwa umeelekeza kwa nani? Kwa Mungu. Na hasara kubwa kwenye ulimwengu wa roho ni nafsi ya mtu ikipotea. Mungu anasema itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote akapata hasara ya nini? Ya nafsi yake. Kwa hiyo Shetani alichokuwa anakiomba hapa kwa lugha nyingine, alikuwa anamwambia ukinisujudia tu. Lakini kwa mtu mwenye ufahamu na maarifa, unapokubali kusujudia kitu, unakuwa umeiuza nafsi yako. Lakini pia unapokubali kusujudia kitu cha pili kinatokea kwa ulimwengu wa roho, unakuwa umekubali kufuata mapenzi ya huyo ambaye unamsujudia. Kama ambavyo sisi tunapomwabudu Mungu, tunakubaliana kufuata mapenzi ya Mungu, ndivyo ambavyo Yesu angetakiwa kukubali na kuyatimiliza mapenzi ya Shetani. Kwa hiyo Shetani angemwambia leo, tumia hii hela ulionayo kulala na wanawake 50. Ingebidi afanye, kwa sababu si umeshauza nafsi yako. Kuanzia hapo Shetani anakuongoza, na kwenye nafsi yako kuna nini? Kuna maamuzi. Maana yake maamuzi utakuwa ukiyafanya ni maamuzi ambayo utakuwa unaongozwa na nguvu ya giza. Mstari wa 8. Yesu akamwambia, imeandikwa, sujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Maana yake Yesu anafunua Shetani alichokuwa anakitaka ni nini? Ibada. Tafsiri yake ni kwamba Shetani yuko tayari kumpa mtu chochote ili amwabudu. Chochote. Mtoto, una shida ya mtoto, ukienda kwa mganga, mtoto sio shida. Kwa mganga au kwa Shetani, shida ni ibada. Ukipatikana wa kumwabudu, utapata zinduna. Utapata mtoto kama yule zinduna ambaye walimuimba, utapata mtoto. Unataka gari, unataka umaarufu, unataka kanisa lijae, unataka uwe mbunge. Shetani yeye shida yake ni ibada. Shida sio nafasi. Ameshasema pale, na fahari yote unaiona nitakupa. Maana shida ya Shetani sio vitu. Shetani ana shida na vitu. Wewe ndio una shida na vitu. Na kwa sababu hujajua njia sahihi za kupata vitu, Shetani ataichukua nafsi yako akupe vitu. Twende mstari wa 9. Shetani alijaribu akaliacha, akamuongoza mpaka Yerusalemu, mji wa Bwana. Yerusalemu, mji wa nani? Wa Bwana. Akamuongoza, akamtoa nyikani, akampeleka mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha nini? Cha
Ile andiko ndio limefanya tusome hii habari nzima. Akamweka juu ya kinara cha nini? Cha hekalu, kwenye paa la kanisa. Kikao, yani hivi vikao vya giza vinaweza kufanyikia hadi kwenye paa la kanisa. Sema sio hapa kwa jina la Yesu. Kama walipeleka kwenye kinara cha hekalu. Sikiliza, kama walipeleka kwenye kinara cha hekalu, ambao baadaye Yesu anawatoa wale wauzaji, anasema nyumba ya baba yangu itakiwa kuwa nyumba ya nini? Ya sala. Nyie mmegeuza kuwa pango la nini? La wanyang'anyi. Maana yake kanisa lolote lisiloomba paa lao ni mahali ambapo shetani anaweza akaja hapo akafanyia kikao. Nyumba ya mtu yoyote asiyeomba, nyumba yake sio lazima hiyo kwenye paa, hata sebule yake usiku akishalala, wanaweza wakaja wale jamaa wakafanyia kikao pale, wakawasha na kiyoyozi pale. Wewe umejenga nyumba yako nzuri, umeweka na kiyoyozi pale na masofa pale, unahisi masofa ni kwa ajili yako. Wewe ushangai kwa nini masofa yanaishi haraka? Kwa sababu ukirudi ukikaa ni jioni tunauka, ukishaangalia taarifa habari na jinsi ulivyo, wakati unaangalia taarifa habari unasinzia hapo hapo. Kuomba hakuna. Nyumba yote isiomba, hiyo nyumba ni eneo mmetengeneza. Adui aje afanyie kikao hapo. Sema katika jina la Yesu, sio nyumba yangu. Sema kwa jina la Yesu, sio nyumba yangu. Akamweka kwenye kinara cha hekalu pale, wamekaa, anaanza kuongea naye. Ukiwa ndio mwana wa Mungu, jitupe chini. Jitupe chini. Pala kanisa. Shetani yuko pale juu. Na nikuulize swali. Unataka uniambie kwamba ili hekalu hakukuwa hata na mtu yeyote aliyeko kule ndani anaomba? Unataka uniambie kwamba hili hekalu hakukuwa hata na mtu mmoja tu aliyeko kule ndani, hata basi aombi lakini anafanya usafi? Hakukuwa hata na mtu mmoja kweli? Na shetani kwa sababu ni roho, na hapa alikuwa anamchukua Yesu sema kiroho, maana yake inawezekana sisi hatuoni kinachoendelea. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Mtu mmoja anaitwa Bishop David Oyedepo. Anasema alikuwa anashangaa, kanisa wanalo zuri, jengo wanalo zuri, viti vipo, ibada zinatakiwa kufanyika, wanafanya ibada, kanisa halijai. Wanafanya ushuhudiaji, wanashuhudia. Kati ya makanisa wanashuhudia, ile kanisa wanashuhudia, zile nyumba kwa nyumba wanafanya za kushuhudia watu mtaani, wanafanya kushuhudia, wanafanya kila kinachowezekana kwa ajili ya kukuza kanisa. Lakini siku ya ibada Jumapili ikifika, watu hawaji kanisani. Sasa baadaye ikabidi Askofu Bishop Oyedepo aingie kwenye maombi ya kufunga. Akaingia kwenye maombi, nadhani ilikuwa ni siku 90 za kufunga. Kama hivi tunavyoomba, amuulize Mungu, kwa nini kanisa halikui? Siku ya kwanza hamna kitu, siku ya pili hamna kitu, siku ya tatu hamna kitu, siku ya 4 hamna kitu, siku ya 30 hamna kitu, siku ya 40 hamna kitu. Anaendelea kuomba, prayer point zake anazo. Siku ya 50 hamna kitu, siku ya 60 hamna kitu. Anasema imefika ile siku ya mwisho, akiwa anaomba, Mungu akamwambia toka nje. Akatoka nje ya kanisa. Akamwambia haya, simama, angalia juu ya kanisa. Akaangalia juu ya kanisa, akaona kuna wingu jeusi zito limetanda juu ya kanisa. Mungu akamwambia hicho ndio kinachofanya watu hawaji kanisani. Akasema mbona hiki kitu sijawahi kukiona? Akamwambia sasa haya maombi moja ya kitu yamekusaidia uweze kuona. Akaanza kudili na ile nguvu ya giza ambayo imetanda juu ya kanisa kama wingu. Mungu akamwambia ili ndio wingu linatia giza, watu hawalioni kanisa. Kanisa lipo lakini watu wafanyeje? Hawalioni kanisa. Duka lipo, biashara ipo, lakini juu pale kwenye kinara shetani anaendelea na biashara zake pale. Sema katika jina la Yesu, kuanzia leo nyumba yangu haitatumika, kiwanja changu hakitatumika kwa ajili ya kuendesha vikao vya ufalme wa giza. Sema kwa jina la Yesu, gari langu halitatumika. Sema tena kwa jina la Yesu, ofisi yangu haitatumika kwa jina la Yesu. Maana shetani anaweza kaenda, hata mimi niseme sasa kwa mfano, hata pale bungeni kama hakuna nguvu ya Mungu, shetani anaweza kaenda pale kabisa. Wachawi wana kikao chao cha mwaka, kama sasa hivi labda wanaenda kufanya mrejesho wa kuangalia tangu Januari mpaka mwezi huu wa 6, tumefika katikati ya mwaka, tumefanya nini? Wakaamua pale, wanakutana pale, mwingine atakalia kiti hiki, mwingine atakalia kiti hiki,
mwingine atakalia kiti hiki, mwingine atakalia kiti hiki. Ni wale wa kiroho tu ndio wanaweza kuona kinachoendelea. Kwa hiyo asubuhi anakuja pale kiongozi, anakalia kiti. Hicho kiti alikuwa amekalia mchawi mmoja ambaye analoga hata mji mzima labda wa Tabora huko. Anakaa, unasikia mbunge anavyoviongea, unajua kabisa huyu sio yeye. Basi kama ni yeye, amelogwa kama Wagalatia. Unajua kabisa huyu sio yeye. Kuna vitu nasikia watu kule wanaongea, unaweza ukaamini haya ninayokuambia. Yaani kuna vitu nasikia watu wanaongea, unajua kabisa huyu kuna mambo mawili. Eza sio yeye, kuna mwingine yuko ndani yake anaongea, au basi kama ni yeye, amelogwa. Amelogwa, sio yeye huyu, ni amelogwa huyu. Mimi nirudi hapa kwenye somo langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna mtu unamsikia anavyoongea, unashindwa kuelewa. Huyu ndugu anataka tena tumpe mitano tena. Huyu ndugu anapata ujasiri huu. Mbona kama kweli anatuamini sisi wananchi na anataka aje apige kampeni tuje tumpe kura. Kama sio, ana njia nyingine ya kutumia. Kama anaamini kwamba atavuka kwa kura zetu, atashinda kwa kura zetu. Hivi kweli hivi anavyoongea uozo anauongea tukija kumwekea baadaye atausikiliza kweli? Kwa sababu inabidi akija kwenye kampeni tumfungulie ule uozo wake. Sikiliza. Usije kutuambia sasa hivi tutakuja tujengee barabara. Sikiliza au uozo uliokuwa unaongea kwanza. Kule tulipokutuma, sikiliza unachoongea. Haya. Ila mfano wangu nilikuwa nasema ni kwamba Shetani anaweza akakaa juu. Kwa hiyo vikao hivi vya kiroho wanaweza wakafanya hadi juu ya makanisa ya watu wasioomba. Kanisa lote ambalo wameacha maombi ni kanisa ambalo juu. Ndio maana we fikiria kanisa ambalo wiki nzima hakuna hata mtu anakuja hapo wiki nzima. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi hakuna mtu anatokezea. Wakija sana ni mtu amekuja kufanya usafi. Hata ngoa majani pale, na hata ufunguo wa kanisa mchungaji anaendaga nao. Aamini mshirika yote. Anaamini wote ni wachawi, wanaweza wakapanda vitu madhabahuni. Kanisa la hivi Jumapili mkija, ujue kabisa wiki hiyo nzima ulikuwa ni ukumbi umekodishwa. Wanatumia kwa ajili ya vikao vyao. Na walivyo wachawi walivyo, wanaweza wakaamua kabisa, mwingine akakalia drums, mwingine akakalia keyboard, mwingine akakalia speaker, mwingine akakaa kwenye viti, mwingine akakaa pale madhabahuni, kwa sababu Mungu hayupo. Lakini sio tu kanisa lisiloomba, lakini pia kanisa ambalo hawako pia serious. Wanaomba lakini hawapo serious. Kwa mfano kama sasa hivi kuna kanisa sasa hivi, sisemi sasa kwa ubaya. Kuna kanisa unaweza kukuta walifunga siku 2 za mfungo mwanzoni wa mwaka za kutawala mwaka huu. Imagine. Siku 2 za mfungo za kutawala mwaka huu au siku 7. Walifunga siku 7 zao ile Januari, na kwa mambo yalivyo mengi, na tunasubiria uchaguzi ukifika tena pale ndo watangaze tena mfungo wa siku 3 wa kuombea nini? Uchaguzi. Na maombi yao ni rahisi sana. Bwana mpitishe yule wako. Bwana mpitishe yule wako. Mungu katika uchaguzi huu, Baba tunakuomba wale uliotuandalia, Baba wapitishe. Bwana Yesu liamshe kanisa la Tanzania katika jina la Yesu. Hatumsemi mtu, ila tunajaribu kuonyesha kwamba kumbe Shetani anaweza kutumia hadi jengo la kanisa kufanyia ibada. Jengo la kanisa. Maana yake watu wanaweza wakakaa kwenye nyumba yetu, wakakaa kwenye mti, wanaweza wakakaa kwenye mti, wanaweza wakakaa kwenye nguzo ya umeme, wanaweza wakakaa nyumbani kwako pale kwenye tenki la maji juu, wakakaa pale wanafanyia kikao, wanaweza wakakaa kwenye nyumba yako pale, wakakaa sebleni wakafanyia kikao, wakakaa chumbani kwako. Kuna wengine kabisa wanafanyia hadi vikao chumbani kwenu kabisa. Chumbani kabisa umelala pale, wao wako pale wanaendelea na kikao, wamekukalia wewe. Unaamka asubuhi uma, shingo imechoka, mikono imeregea, miguu imechoka, kifua ni kama vile walikuwa wamekuwekea mtungi wa gesi kifuani. Unaamka asubuhi huelewi chochote, uzito kila mahali, akili hata kufikiria haifikiri vizuri. Unaamka asubuhi ni kama vile usiku walikuwa wanakulimisha. Ujue kabisa huo usiku wewe ulikuwa ni kiti chao cha ibada yao inaendelea pale. Rudi sasa ile Ezekieli 11. Ezekieli 11. Anasema kulikuwa na hao watu wamekaa. Na hapa Ezekieli naye anachukuliwa.
hii tumeona Yesu alichukuliwa juu ya kinara cha nini? Cha hekalu. Ezekieli yeye analetwa kwenye mlango wa kanisa. Mlango wa kanisa, anasema tena roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki la nyumba ya nani? Ya Bwana. Maana yake kanisa lilikuwa ni kubwa kiasi kwamba upande wa mashariki wana mlango wao, upande wa magharibi wana mlango wao, upande wa kusini wana mlango wao, upande wa kaskazini wana mlango wao. Maana kila upande wana mlango wao. Ezekieli akaletwa kwenye mlango mmoja wapo wa nyumba ya Bwana. Hebu sema wa nyumba ya Bwana. Lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia pa lango. Lango la wapi tulianza kuongelea? Lango la wapi tulianza kuongelea? La nyumba ya Bwana. Lango la nyumba ya Bwana. Ngoja tusome tena vizuri. Sasa mchungaji nini kunaongea? Ni nyumba ya Bwana ndio. Anasema tena roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia pa lango. Mahali pa kuingilia malaki pale mlangoni. Pale mlangoni walikuwako watu 25, na katikati yao nikamwona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Mwanzoni tumeona shetani alimchukua Yesu akampandisha kwenye kinara cha hekalu. Safari hii tunaona wameona kupanda kule juu itachukua muda. Hapo mlangoni wanafanyia vikao vyao. Hapo kwenye dirisha la kanisa wanafanyia vikao vyao. Wakati fulani nikawa nimelala usiku, nikasikia paka wanapiga kelele. Kuna wale paka wanalia, unajua huyu sio paka, huyu ni mtu. Ni mtu kabisa. Nikasema haiwezekani wakaja kuniimbia tenzi zao za rohoni, wananiimbia hapa dirishani kabisa. Yaani amekaa dirishani kabisa pale wananiimbia. Nikaamka, nikasema leo hatulali wote. Na leo itakuwa mwisho. Piga. Mimi nikasema na kuanzia leo siruhusu paka kuingia kwenye nyumba tena. Yoyote, awe paka au paka mchawi, wote mimi nimekataa. Nikakaa kama mwezi mmoja sikuwaona paka kabisa sikuwaona paka. Baada tena kama mwezi mmoja na hisi yale maombi niliacha, nikaona tena wale ndugu siku moja nimelala. Tena nimetoka kuomba ndo naingia kulala. Dirishani kabisa naona pale dirishani wako pale wanapigia tena kelele pale. Siku nyingine nikaenda kanisani kukesha. Kiwa kule vijijini, nikaenda kanisani kukesha. Nikaomba pale sasa, kwa sababu nilikuwa kanisani peke yangu na kule mazingira yanatisha. Kwa hiyo unaweza kuwa unaomba unahisi kuna mtu anakufuata nyuma. Yaani kuna muda inabidi uombe umejibana kwenye ukuta hivi ukijua hamna mtu anayekuangalia. Unatembea unahisi kama kuna mtu anakufuata nyuma. Kwa hiyo saa nyingine unashtukiza haraka kugeuka uangalie kama yupo, unakuta hayupo. Anasema au alijua nimemtime nini? Alijua nimemtime. Unamvizia, unaenda unamvizia, unageuka tena haraka. Hayupo. Kwa sababu ya ule uoga nikaomba kuanzia saa 4. Imefika saa 6 nikalala tena. Sasa uoga ulivyo, nikaenda zangu pale madhabahuni. Naamini pale madhabahuni ni salama. Nikaenda nikalala pale madhabahuni. Hala pale. Saa 8 imefika na shangaa, nilishtuka. Na shangaa paka huyu hapa. Pale nimetandika mkeka wangu nimelala. Pale naona paka huyu hapa. Kanisa leo walikuwa wameweka magrili, bado hawajaweka vioo. Nikasema Mungu wangu. Sikuwa na haraka kwanza. Nikashtuka kwanza. Nikasema wamenifuata hadi kanisa. Hawaoni hata aibu, niko madhabahuni kabisa. Nilikurupuka na Yesu moja hiyo. Yesu! Ile Yesu ya uoga kabisa, unajua hapa anayesema hata yeye anaogopa. Yesu! Paka kakimbia. Sikulala mpaka asubuhi, nikasema leo tena tawashughulikia. Haiwezekani mkanifuata hadi kanisani. Hadi kanisani mnakosa adabu watu wa Mungu. Nakuja hadi kanisani mnanifuata hadi kanisani. Sema katika jina la Yesu, kuanzia leo kila nguvu ya giza ambayo wangefanyia kikao kwenye maeneo yote ya kanisa na kwenye mtaa ninaoishi, kwenye nyumba ninayoishi, kwenye eneo ambalo nimeweka duka la biashara, nafunga kwa jina la Yesu. Hawataweza tena katika jina la Yesu. Na leo nataka nikwambie, tukiomba vizuri mwishoni safari tutaona wakianguka kabisa. Wanapita, wanakatiza kwenye anga, pup, wanaanguka chini. Wanakatiza kwenye anga, pup, wanaanguka chini. Na inawezekana
mimi nimewahi kuomba na hayo maombi yakafanya kazi. Nitakupa ushuhuda. Kwa sababu sisemi uongo, nasema jambo ambalo hata mdogo wangu alikuwepo. Nimewahi kuomba kabisa. Na tukiwa tumemaliza maombi, baada ya muda tukasikia kwenye paa ni kama vile radi sio radi, ni kama jabali limeanguka kwenye bati sio jabali, tukasikia tu pa. Sasa ili tujue kwamba ni wale watu, tulichokishangaa dakika 2 zilikuwa nyingi. Mdogo wangu akapitiwa na usingizi pale pale. Najikaza kumsaidia, na msaidia huku na mimi nasinzia. Na wakati huo ilikuwa saa 3 usiku. Tukalala pale pale, mlango ukiwa wazi, na watu wote wa nyumbani sijui walilalaje. Tumeamka wote saa 12 asubuhi. Hakuna aliyejua amelalaje, wote tumeamka saa 12 asubuhi. Lakini tumeamka saa 12 tulianza kuomba hayo maombi. Tukiwa tunaimba nyimbo za kuomba na kuomba. Leo tumekataa. Tunaenda kwenye mkutano mmoja, mhubiri akasema leo aruhusiwi yote kukatiza kwenye anga. Tukasema amen, tukalipokea. Kwa hiyo tukaenda nyumbani, tukafika nyumbani tukasema leo akatizi. Washa maombi pale, washa maombi kama risali moja. Washa, tuna shauku ya kuona wakianguka. Alivyoanguka pa! Cha kwanza ilikuwa ni kutoka nje tuangalie nini kimetokea. Ila sasa kabla hatujatoka nje, ile hofu ile ikatuletea usingizi. Sijui walilalaje, yani sijui. Hata mimi mwenyewe nilishindwa kuelewa tumelalaje, nilishindwa kuelewa nyumba nzima imelalaje mpaka asubuhi. Tunaamka asubuhi saa 12. Na tunagundua kwamba tulilala mlango wazi. Hamna aliyefunga mlango, kila aliyekuepo mahali pale pale ndo alilala mpaka asubuhi. Lakini nimegundua ya maombi yanafanya kazi. Safari silali. Safari mkianguka na washughulikia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wewe una uwezo pia wa kuangusha. Hawaruhusiwi kukatiza kwenye anga la nyumba yako katika jina la Yesu. Nasema tena, hawaruhusiwi kukatiza kwenye anga la nyumba yako katika jina la Yesu. Hawaruhusiwi kukatiza kwenye anga la duka, mahali ulipoweka duka au biashara, au umeweka kwenye shamba lako au popote. Hawaruhusiwi kukatiza katika jina la Yesu. Ezekiel anasema safari anawaona mahali pa kuingilia palango. Inawezekana mtu anakuja, anafika pale kanisani, anataka kuingia, anajikuta msukumo wa kuingia kanisani unaisha, anaondoka. Anasema nitarudi tena siku nyingine. Hata kuingia, au mtu akiingia anaamua kabisa atakayeingia asikae arudi tena. Anasema na katikati yao nikamwona Yazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Twende mstari unaofuata, mstari wa 2. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji. Sio kwamba hao watu wanaishiaga hapa kanisani kwenu. Hao watu wanafanya kabisa kwenye mji mzima. Yaani mji mzima. Na hawa leo wameamua kuja kufanyia kwenye kanisa. Lakini mji mzima unaendeshwa kwa maneno yao, unaendeshwa kwa mashauri yao, unaendeshwa kwa mipango yao. Sema katika jina la Yesu, kila ambaye mji huu anauendesha kwa maneno yake, kila ambaye mji huu anauendesha kwa maneno yake, kwa jina la Yesu, kila maneno ya uovu na mashauri ya uovu yanayotungwa kinyume na mji huu, tunayafutilia mbali, tunayafutilia mbali, tunayafutilia mbali kwa damu. Ngoja nikupe siri. Kuanzia Jumamosi
Te mchezo bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe tuna nguvu. Na maombi tunayoomba hayaishi hapa, yanasafiri rohoni. Ukiona hivi ujue pia kazi yetu imeanza kueleweka. Sio jambo la kawaida. Kazi yetu imeanza kueleweka. Maombi yetu yameanza kueleweka. Wakielewa hao ni ishara ya kwamba na wale wengine wasiojulikana wanaelewa pia. Watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Maana yake safari hii ilibidi Mungu awalete mpaka kanisani, kwenye mlango wa kanisa, ili Ezekieli iwe rahisi kuwaona kwa sababu wamekuja mpaka kanisani. Hao watu kwa sababu hawana hofu ya Mungu ndani yao, kwa sababu wamebeba ajenda za kuzimu ndani yao. Hawaangalii ni kanisa, ni nyumba ya mtu, ni biashara, ni shamba la mtu, chochote ambacho wao wataona kinafaa kuharibu, watakijia na kuanza kukiharibu. Wanaweza wakatunga mashauri ya uovu ndani ya kanisa. Unakuta kanisa lina maneno, huyu kamsema huyu kamsema huyu. Mzee wa kanisa ana kikundi chake, katibu ana kikundi chake, mwenyekiti wa kwaya ana kikundi chake, huyu wa vijana naye ana kikundi chake, huyu wa praise naye ana kikundi chake. Ukikuta kanisa la hivyo, wametendwa kwa akili na haya maroho ya ulimwengu wa giza. Kanisa lingine unakuta wapo kanisani, mchungaji na struggle na zina, viongozi na struggle na zina, nani tena mwenyekiti wa kwaya naye hivyo hivyo, na mwenyekiti wa vijana naye hivyo hivyo. Na ukikuta kanisa la hivyo, wanatendwa kwa akili na hao majamaa. Mstari wa tatu. Wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu. Maana yake moja ya kazi yao, moja ya agenda walionayo kwenye vikao vyao vya giza, ya kwanza ni kutunga maovu. Rudi mstari wa pili. Agenda kubwa walionayo watu ni kutunga uovu au maovu. Tukiongelea maovu tunaongelea mambo yoyote ambayo yapo kinyume na Bwana. Yoyote ambayo yapo kinyume na Bwana. Maovu yanaweza kawa ni kutunga, wanatunga mimba ziharibike. Mwezi huu tunataka mimba 20 ndani ya mji huu ziharibike. Mwezi huu tunataka watoto 6 ndani ya mji huu wafe. Mwezi huu tunataka ajali 40 za bodaboda zitokee ndani ya, wanaweza kusema zitokee ndani ya kata hii, zitokee ndani ya wilaya hii, zitokee. Hayo wanayoyasema, wakishasema wao, hiyo ni mimba wametunga, inasubiria muda itazaliwa. Wanaweza kusema mwezi huu tunataka labda biashara 50 zifungwe, waishiwe. Aidha zitafungwa kwa sababu wameibiwa, zitafungwa kwa sababu ya madeni, zitafungwa kwa sababu mtu amekosa kodi ya kuendelea kulipa. Wanaweza wakatamka hivyo rohoni. Mabaya hayo wanachunga. Maana kazi yao ya kwanza ni kutunga uovu. Kutunga ni kusababisha mambo ambayo yakuwepo yatokee, au ambayo yakuwa kwenye kalenda ya Mungu, wao wanayaingiza kwenye kalenda ya mji. Maana yake kazi yao kubwa ni kupangilia pia kalenda ya mji. Wanapangilia kalenda ya mji. Siku hii litokee hili, siku hii litokee hili, siku hii iende hivi, siku hii iende hivi. Sema katika jina la Yesu, kila matukio yanayopangiliwa, matukio ya uovu kwenye ulimwengu wa roho, tunayafutilia mbali. Sema tena, tunayafutilia mbali kwa damu ya Yesu. Kwa wanaweza wakaamua mwaka huu Tanzania tunataka ajali 20 labda za mabasi, tunataka ajali tena 5 labda za treni, tunataka ajali 2 za meli, tunataka labda ajali 1 ya ndege. Wanaweza wakakaa wakatunga. Wakishamaliza kutunga, nilikwambia kila kikao lazima kiwe na watekelezaji wa agenda. Kila agenda inayochungwa lazima wapatikane mtekelezaji. Wakishamaliza hivyo, wataanza kutuma sasa. Pepo wa mauti, nenda katekeleze. Tumekupa kazi utuletee ajali 20 za bodaboda. Pepo wa ajali, nenda kakae kwenye kona. Sijui utakapokaa, lakini kakae ili agenda yetu itekelezwe. Sema tena katika jina la Yesu, kila mashauri mabaya wanayatunga kwenye ulimwengu wa roho kinyume na taifa hili, tunayafuta. Sema tena kijeshi, tunayafuta. Sema tena, tunayafuta. Sema kila mashauri ya uovu yanayotungwa kinyume na mwili wa Kristo ndani ya Tanzania, tunayafuta kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kila mashauri ya uovu ndani ya Kinzudi, ndani ya Goba, ndani ya Ubungo, ndani ya Dar es Salaam, ndani ya Tanzania, tunafuta kwa damu ya Yesu. Wanatunga maovu, na wanaotunga maovu hawatokeagi nje ya mji. Ni watu wa mji huo huo, ila ambao wamebeba ajenda ya kuzimu. Ni watu wa mji huo huo. Usifikiri ya kwamba adui
wa watu wa Kinzudi atatoka nje ya Kinzudi. Ni mtu wa hapa hapa. Adui wa chochote sio mtu wa mbali. Bila nasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui za maana wa nyumbani mwake ni watu ambao ni wa karibu. Ni watu wa karibu. Kama basi sio ndugu, ni jirani. Kama sio jirani, basi ni aliyekupangishia nyumba. Kama sio yeye, basi kuna mtu mwingine ambaye ni wa karibu. Kwa ajenda zao kubwa ni kutunga maovu, lakini pia na kutoa mashauri mabaya. Hiyo kutunga, kuna tofauti ya kutunga maovu na kutoa mashauri mabaya. Wao wakishamaliza kutunga, hiyo kutoa mashauri, mimi naichukua hivi, ni ile mtu wanatoa unabii mbaya, wanaongea maneno mabaya. Wakikaa kwenye vile vikao vyao, moja ya kazi yao ni kutoa unabii mbaya kuhusiana na watu au ndoa ya mtu. Mtu anaweza akachukua cheti cha mtu au akachukua karatasi aliyowahi kuandikaga shuleni, akaichukua akaipeleka kwenye zile madhabahu zao, wakaanza kuinenea, huyu fulani hatapata kazi. Kila tarehe za mtihani zilikuwa zinafika, kichwa kianze kumuuma. Huyu fulani kwa mamlaka wao watakuwa wanaongea sasa kwa nguvu zao huko. Sasa kwa sababu mimi nimezoea Yesu, nataka niseme kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hawatumii jina la Yesu kwenye mambo. Kwa hiyo atasema huyu fulani tunatangaza atakuwa mtu wa kukataliwa kila anapoenda. Huyu fulani tunatangaza kuanzia leo hakuna mtu wa kushikamana naye. Kuanzia leo atakuwa mtu ambaye akishika jambo linaharibika. Kila atakachokiendea, akiingia kwenye ofisi yoyote, tunamwekea roho ya kukataliwa, akataliwe, akose kibali, nuru iondoke mbele za watu. Wakishamaliza, maana hiyo ndio kutoa unabii. Baada ya kuwaza hadi nikikupate, wanaanza kutoa unabii, wanasema maneno. Ulimwengu wa giza wanasema maneno. Kwa wanaweza wakaja juu ya nyumba yako pale, wakamaliza, wakafanya wanavyofanya, lakini wakimaliza na kufanya wanavyofanya, wataanza kusema maneno. Na haya maneno ndio uchawi wenyewe. Hamjaona nyie hata leo kuna wachawi kabisa? Sasa safari tunao, sijui ni waite wachawi, sijui ni waite washirikina. Unakuta yupo kwenye mtandao wa kijamii kabisa, anafundisha watu, au unaona anaonyesha, hapa namtengenezea mteja wangu dawa, hapa niko namtengenezea mteja wangu dawa, na hii ni dawa ya kumrudisha mfanyakazi wake aliyekuwa amemuibia. Haya, anaanza kutangaza, wakati labda anakoroga pale, anasema wewe Hashimu, kule ulipo tunakurudisha. Hashimu, rudisha fedha za watu, na ukisharudisha uwe kichaa. Hashimu, kule ulipo ajali zikuandame. Yale matamko ndio uchawi wenyewe. Uchawi sio uchawi kama hajaongea kitu. Na nikwambie pia, baraka sio baraka kama haijatamkwa kitu. Laana pia sio laana kama hakijatamkwa kitu. Kwa hiyo ndio maana Mungu, mstari wa 4, Mungu anamwambia Ezekieli, anamwambia mstari wa 4, anasema basi toa unabii juu yao. Maana yake wao sio waliongea maneno yanafutwa na maneno, na wewe pia ongea neno, tamka kitu. Walisema kitu, na wewe tamka kitu. Toa unabii. Mungu anamwambia mwanadamu, toa unabii. Rudi mstari ule wa pili tena. Kwa hiyo wanaweza wakanenea maisha ya mtu, wanaweza wakanenea familia ya mtu, wanaweza wakanenea biashara ya mtu, wanaweza wakanenea ukoo wa mtu. Unaona, wanasema labda amechukua sijui unyayo wa mtu, wakauchukua wakiupeleka kule, wanaweza kuunenea, kuanzia leo tumefunga kibali, hata kuwa na kibali. Kila atakapoenda akiingia tu, watu wamkimbie, watu wamkatae, wataongea. Wakimaliza, huo ndo uchawi wenyewe, ndo unao kumaliza. Kitakacho kumaliza ni yale maneno aliyotamka. Na zile nguvu za giza ili zikatende kazi, lazima zitende kazi kwa kupokea maelekezo. Hayo majini, maroho ya mauti, mapepo ya ugomvi yatakayotokea, yoyote watakayosema, yatatendea kazi maelekezo ambayo yametamkwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaandamwa, ni walimnenea, walimsemea, walisema kitu, na kuanzia hapo majanga yakaanza kumpata, mabaya yakaanza kumpata, majaribu yakaanza kumpata, matukio ya ovyo yakaanza kumpata. Likitoka hili linakuja hili, likitoka hili linakuja hili, likitoka hili linakuja hili. Maneno wametamka, nguvu yao ni maneno yao. Mstari wa 3. Kwa jambo la pili, wanatoa unabii mbaya. Toa unabii wa kipepo juu ya maeneo, juu ya vitu,
Jambo la tatu anasema wasemao wakati wa kujenga nyumba sio nini? Jambo la tatu, kazi yao nyingine ni kuchelewesha vitu. Kuchelewesha vitu. Hivi vikao vya kiroho vinavyokaa, kazi yao nyingine ni kuchelewesha vitu, kuvipunguzia kasi. Wakati wa kujenga nyumba si karibu, manake wanatupa roho ya kuchelewesha. Kama basi wakati ulikuwa umefika, watawatupia watu roho ya uzito, washinde kufanya wanachotakiwa kufanya. Kuchelewesha vitu. Roho zote za kuchelewesha ni zao la hivi vikao vya kishetani. Aya, lakini pia kazi yao nyingine ni kuzuia shughuli zote za maendeleo. Sio tu kuchelewesha vitu, lakini pia kuzuia shughuli zote za kimaendeleo. Ndio hiyo kujenga. Wakati wa kujenga nyumba sio karibu, manake hakuna kujenga, hamruhusiwi kujenga. Kuzuia shughuli zote za maendeleo. Jambo lote ambalo ungelifanya likakufurahisha, ungelifanya likakuletea amani, ungelifanya lolote wanalizuia. Aya, tafsiri nyingine ni kwamba ili pia usiweze kujenga, lazima ile hela ya kujenga ichukuliwe na kitu kingine. Kwa hiyo kazi yao nyingine pia ni kupindisha hatima za watu. Aliyepaswa kutumia hela kujenga, hela yake inaelekezwa kwenye magonjwa, inaelekezwa kwenye msiba, inaelekezwa kwenye matatizo. Kazi yao nyingine pia ni kupindisha hatima za watu. Na sio tu hatima za watu, hatima za maeneo au hatima za vitu zinapindishwa. Aliyepaswa kujenga anaondolewa kwenye kujenga, anarudishwa kwenye kutatua magonjwa, migogoro. Wakisema mji huu ni sufuria na sisi ni nini? Ni nyama. Twende mstari wa 4 sasa. Mungu anamwambia huyu mtumishi wake Ezekiel, ambaye basi sasa toa unabii. Sema basi sasa toa unabii juu yao. Hebu sema toa unabii juu yao. Alafu anasema mwanadamu toa unabii. Mstari wa 6, wa 5. Mstari wa 5. Anasema roho ya Bwana ikaniangukia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno hayo enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu. Tuendelee mtu wa Mungu. Anasema mmewaongeza watu wenu, angalia, mmewaongeza watu wenu waliouawa ndani ya miji yenu. Hiyo kuuawa ni yale maovu wanatunga. Ukiona watu wanatekwa, ile kutekwa, watu wanatekwa, wanaibiwa, wanauliwa, ni zao la vikao vya kishetani vya kiroho. Tunataka damu za wachungaji 50. Kwa hiyo katika hao wachungaji 50 wataangalia pia, sio kila wachungaji wanafanana, wachungaji hawafanani. Kuna mtu akiipata damu yake ni wamepata damu za watu milioni 2 kwa wakati mmoja. Wachungaji hawafanani. Mungu anamwambia Miriam na Haruni, Musa sio kama nyie. Musa sio kama nyie. Mimi Musa naongea naye mdomo kwa mdomo. Musa ni mkamilifu katika nyumba yangu yote. Maana yake hata Mungu anasema hatufanani, hatulingani. Tunataka damu za wachungaji 50. Anasema mmewaongeza watu wenu waliouawa ndani ya mji wenu, nanyi mmezijaza njia kuu zake waliouawa. Unaviona watu kuuawa, watu kutekwa, watu kuibiwa, ni vikao vya roho vimekaa vikaamua. Leo tunafuta kwa jina la Yesu. Anasema basi Bwana Mungu asema hivi, watu wenu waliouawa ambao mmewalaza katikati yake, hao ndio nyama hiyo. Kumbe walivyokuwa nasema mji huu ni sufuria na sisi nyama haikuwa wao. Nyama ilikuwa ni watu wanaowaua. Wanaujaza mji. Maana ile sufuria lijae nyama, lazima wawe wengi. Wanajaza watu waliouawa. Anasema hao ndio nyama ya huo mji, na mji huu ndio sufuria, lakini ninyi mtatolewa nje kutoka katikati yake. Twende mstari unaofuata. Ninyi mmeogopa upanga, nami nimeleta upanga juu yenu, asema Bwana Mungu. Twende tena. Anasema nami nitawatoa ninyi nje kutoka katikati yake na kuwatia katika mikono ya wageni, nami nitafanya hukumu kati yenu kama leo tunavyofanya hukumu. Mtaanguka kwa upanga. Hebu sema muanguke kwa upanga. Sema tena muanguke kwa upanga kwa jina la Yesu. Alafu Mungu anasema nitawahukumu katika mpaka wa Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana
Mstari unaofuata, mji huu hautakuwa sufuria lenu. Maana yake mji huu ulikuwa sufuria lao la kupikia. Agenda yote wanataka kuitengeneza, mji huu ulikuwa sufuria lao. Anasema wala ninyi hamtakuwa nyama ndani yake, nitawahukumu mpaka katika mpaka wa Israeli. Mstari wa 12, nanyi mtajua kuwa mimi ni Bwana, kwa maana hamuendi katika amri zangu wala hamkuzishika hukumu zangu, bali mmetenda mambo kama hukumu za mataifa wanaowazunguka. Mstari wa 13, angalia, anasema ikawa, hebu sema ikawa. Sema ikawa, ninapotoa unabii, kila Pelatia aanguke na afe. Ezekiel anasema ikawa nilipokuwa nikitoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafanyeje? Akafa. Alikufa kwa sababu ya nini? Unabii uliokuwa unaachiliwa. Kumbe kama ambavyo maneno yao yana nguvu ya kuharibu, na maneno yako pia yana nguvu ya kuharibu. Ukiongea wanaharibika. Wasikudanganye kwamba eti ukiombaga hakuna kitu kinatokea. Ni uongo. Kuna mambo yanawatokea, wanajificha tu. Wanajificha tu. Anasema ikawa nilipotoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafa. Anasema ndipo sasa Ezekiel alivyoona hivi akaogopa. Anasema ndipo nikaanguka kifudifudi, nikalia kwa sauti kuu, nikasema Bwana Mungu, je, utawakomesha kabisa mabaki ya Israeli? Karoka huruma kakamuingia. Sisi bana, ili ni pigo la mwisho. Pigo la mwisho halina huruma. Ni kufyeka yote ambaye ameingia kwenye njia katika jina la Yesu. Yoyote ambaye anakatiza mbele ya hatima ya kanisa, mbele ya hatima ya taifa kwa njia ya kuvuruga na kuzuia, tunamfyeka bila huruma kwa jina la Yesu. Subiri nikuonyeshe kikao kingine. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 10 na Hesabu sura ile 23. Hesabu sura ile 23. Tena nisome sura ya 22 mstari ule wa mwisho. Hesabu sura ile 22 ule mstari wa mwisho wa 41. Ni kikao kingine hiki ambacho mfalme na mchawi anaitwa Balaamu wanakifanya. Balaamu alikuwa nabii na ni mchawi pia kwa wakati huo. Anasema ikawa asubuhi. Hebu sema tena, ikawa asubuhi. Maana yake hao watu mambo yao wanayofanya mapema. Januari tu mapema, mwezi wa pili tu mapema, wanaanza kuamua hatima ya mwisho wa mwaka. Wengine wanaanza kuamua hatima ya matukio yatakayotokea miezi 7 ijayo, 8 ijayo, 5 ijayo, 3 ijayo. Wanaanzaga mapema asubuhi. Asema ikawa asubuhi, Balaki akamchukua Balaamu, akampandisha hata mahali pa juu pa Baali. Asema na kutoka huko akawaona nini? Watu hata pande zao za mwisho. Hapa ni Israeli walikuwa wanataka kuwapiga taifa la Israeli. Walikuwa wanataka kuwaloga. Tafsiri nyingine ni kuwaloga taifa za Israeli. Sasa twende 23 mstari wa kwanza. 23 mstari wa kwanza. Anasema Balaamu akamwambia Balaki, nijengee madhabahu 7. Nijengee hapa madhabahu ngapi? 7. Uniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Maana yake madhabahu zimejengwa 7 na sadaka imeandaliwa tayari. Twende tena. Mstari wa pili. Asa Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Asa Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Twende mstari wa 3. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakuambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mstari wa 4. Mungu akakutana na Balaamu, naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja, kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Mstari wa 5. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, mrudie Balaki ukaseme naye maneno haya. Mstari wa 6. Akarudi kwake, na tazama amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Tuendelee. Akatunga mithali yake. Maana namna yake ya kuwasilisha ujumbe wake ilibidi atunge mithali, awasilishe ujumbe wake kwa njia ya mithali. Anasema akatunga mithali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aram, mfalme wa Moabu, juu ya milima ya mashariki. Akisemaje? Mfalme huyu alimuita akimwambiaje? Njoo unilaanie Yakobo
njoo unishutumie Israeli. Maana yake aliitwa atoe laana, atoe unabii wa kipepo kinyume na taifa la Israeli. Mstari wa 8. Sasa huyu jamaa baada ya kugundua imeshindikana, akasema nitamlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nitamshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Mwaka huu madhabahu yote watakayosimamisha kwa ajili ya kulaani, hiyo laana haitatoka kwa jina la Yesu. Madhabahu yote watakayosimamisha kwa ajili ya kushutumu, kutengeneza mashtaka na hila, hiyo madhabahu haitafanya kazi kwa jina la Yesu. Mstari wa 9. Anasema kutoka kilele cha majabali na muona, na kutoka milimani na mtazama. Angalia ni watu wakao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Anaongea sasa kwa habari ya taifa la Israeli. Ni nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo, au awezaye kuhesabu robo ya Israeli? Au nife kifo chake mwenye haki, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Mstari wa 11. Balaki sasa, baada ya kuona jamaa amemuita kutabiri mabaya, yeye anatabiri mema. Balaki akamwambia Balaamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili walaani adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Hebu sema umewabariki kabisa kabisa. Sema umewabariki kabisa kabisa. Mwaka huu wakienda kwa waganga, hata waganga wao washindwe kulaani kwa jina la Yesu. Wakienda kwa washirikina, wakienda kwa wachawi, wakienda popote watakapoenda kwenye madhabahu ya giza, kwenye zile madhabahu zao, wakienda ili walaani, laana isitoke kwa jina la Yesu. Bwana awatokee. Hebu sema Bwana awatokee. Sema Bwana awatokee. Kama Bwana alivyomtokea Balaamu, alivyomtokea kwenye madhabahu ambao alitegemea kuachilia laana, Bwana awatokee. Wanapoenda kwenye madhabahu zao za giza, Bwana awatokee. Laana yote ambayo angeisema isifanikiwe kwa jina la Yesu. Neno la Bwana nasema utamlaanije yeye ambaye Bwana hakumlaani? Na yote ambaye Bwana hajakulaani, uko pamoja na Bwana. Natangaza kila laana iliyotamkwa juu yako isifanikiwe kwa jina la Yesu. Kila laana iliyotamkwa juu ya uzao wako, juu ya uchumi wako, juu ya elimu yako, juu ya kazi yako, juu ya nafasi ulionayo, tunatamka kwa jina la Yesu isifanye kazi kuanzia sasa. Sema katika jina la Yesu, haitafanya kazi kwa jina la Yesu. Balaki hakuridhika. Mstari wa 13. Balaki akamwambia, haya njoo sasa tafadhali nikulete tena mahali pengine. Mwaka huu ng'ombe zenu zitaisha, mbuzi wenu wataisha, kafara zote ambazo mngetoa kafara, hela zitaishia kwenye kafara na hakuna kinachofanya kazi. Anasema haya njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza kuwaona, utaona upande wa mwisho wao tu. Anasema wala hautawaona wote, ukanilaania watu kutokea huko. Kikao kinaendelea cha kuwalaani watu wa Mungu. Akamchukua mpaka shamba la Sofimu, hata kilele cha Pisga, akajenga madhabahu 7 tena. Akatoa tena kila madhabahu ng'ombe mmoja mume na kondoo mmoja mume juu ya kila madhabahu. Akamwambia Balaki, sasa simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami niende kule, nitaonana na Bwana kule, aniambie kitu cha kufanya. Tena mstari unaofuata. Safari tena Bwana akaonana na Balaamu, akatia maneno kinywani mwake, akasema urudie Balaki ukaseme hivi. Akafika kwake, na tazama amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa na wakuu wa Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia, Bwana amenena nini? Mfalme anataka kusikia. Naye akatunga mithali yake akasema, ondoka Balaki ukasikilize, nisikilize mwana wa Sipori. Mungu si mtu. Ukitaka kuwaloga watu wa Mungu, wanatakiwa kukumbuke pia Mungu sio nini? Sio mtu. Ukitaka kuwazuia watu wa Mungu, lazima ukumbuke Mungu sio nini? Sio mtu. Mungu wetu sio mtu. Angekuwa mtu, angeruhusu mengine yatupate. Sio mtu. Anasema Mungu sio mtu, hata aseme uongo, wala si mwanadamu hata ajute. Iwapo amesema hata litenda. Eti niwaulize swali. Mungu amesema tayari mwaka huu ni mwaka wetu wa Tanzania mpya. Ni mwaka ambao tutaona watu wa Mungu wakiinuka, kanisani wakiinuka, kwenye uchumi wakiinuka, kwenye biashara wakiinuka, kwenye kila eneo, kwenye elimu wakiinuka, kila mahali. Kila mahali. Je, Balaki anatuma kwenda kutabiri sasa, kulaani. Anasema Mungu akisema yeye akisema anatenda, yeye sio mtu. Mungu aliyesema hii ni Tanzania mpya, yeye sio mtu. Hata ukijaribu kumkamata mtu aliyetumiwa na Mungu kusema, bado Mungu aliyesema yeye sio mtu.
alichokisema atakitenda, anachokinena atakifikiliza. Kwa hiyo usishindane na mtu, shindana na Mungu aliyesema ndani ya mtu. Usimzuie mtu, mzuie Mungu ambaye anamsemesha huyo mtu. Sasa wewe hadi safari hii Balaamu anapewa maelekezo. Balaamu, wewe ukifika pale ubiri hivi na hivi na hivi. Hivi haya mengine yao usiyaongee. Ubiri hivi na hivi na hivi. Ubiri laana. Sikuna maandiko yanahusiana na laana kwenye Biblia? Ndio. Haya, chukua hayo yatumie. Huyu ni Balaamu anataka kutumiwa kisiasa. Na Balaamu ni kama ameshakubali. Akitoa maelekezo ya sadaka wanaleta. Kumbe hata hao watu ambao tunaona wanataka kutawala, maana yake ni kwamba hata wao pia wanaamini kwenye nguvu ya kiroho. Ukiona wanampiga vita nabii wa Bwana, ujue kule kwao walishaenda kwa, wameshazunguka wametapatapa kule, hakuna nabii aliyeweza kuwasaidia wa ufalme wa giza, hakuna mganga aliyeweza. Au basi huyu nabii aliyoko ndo nabii ambaye ana uwezo wa kutamka kitu. Na kikatokea wakamwahi faster. Chukua Balaamu, ana uwezo wa kutabiri. Chukua Balaamu. Wakaanza kumtumia kimaslahi. Balaamu amepewa na gari nzuri pale. Gari nzuri. Ni safari ya kutoka mlima huu kwenda mlima huu. Kutoka mlima huu kwenda mlima huu. Twende mstari unaofuata wa 20. Anasema tazama nimepewa amri kufanyeje? Kubariki. Yeye amebariki, mimi nitawezaje kulitangua? Maana yake ni kwamba nataka nikufundishe, hakuna kuhani yote wa kiroho wa ufalme wa giza au wa ufalme wa nuru anaweza akatangua kile ambacho Mungu amekisema mwaka huu. Hayupo. Kile ambacho Mungu amekisema kwa habari ya maisha yako, hayupo kuhani wa giza anaweza kutangua. Mstari wa 21. Asema hakutazama uovu katika Yakobo wala hakuona ukaidi katika Israeli. Jambo kubwa unatakiwa kulimaintain ni kutokaa kwenye dhambi. Hapa amesema Mungu hakutazama uovu katika Yakobo, maana yake hajaona uovu katika Yakobo ambao ungempa nafasi ya kulaani. Hajaona, wala hakuona ukaidi katika Israeli ambao ungempa nafasi ya kulaani. Maintain tu mahusiano yako na Mungu, hakuna mchawi anaweza kukuloga. Hayupo. Ukiyajua haya, maintain utakatifu wako na Mungu. Ahadi ya Mungu kuhusiana na maisha yako haiwezi kapindishwa. Tunakataa. Sema tunakataa. As long as umeyajua haya, tunakataa kwa jina la Yesu. Anasema Bwana Mungu wake. Cha pili pia, ukisha maintain pia utakatifu, hakikisha unamjua Mungu na unatembea naye. Anasema Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mstari wa 22. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nini? Huyu Mungu aliyetutoa dhambini ndo anayetupeleka kwenye Tanzania mpya. Aliyetutoa Misri ndo anayetuingiza kwenye Tanzania mpya katika jina la Yesu. Mstari wa 23. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Tafuta aina zote za uchawi. Kachukue wa Tanga mwaka huu, kachukue wa Kigoma, kusanya na wa Sumbawanga, nenda na Warukwa, kusanya na Walindi, nenda na wa Mtwara, kaazime na mwingine nchi za huko mbali, kachukue, kusanya vyote. Hakuna uchawi juu ya nyumba ya Bwana unaweza kufanya kazi. Kusanya popote, waite kutoka nje ya nchi, waite kutoka wapi, popote utakapowaita kutokea. Hakuna uchawi. As long as huo ni uchawi, hakuna uchawi utafanya kazi kinyume na masihi wa Bwana. Hakuna uchawi utafanya kazi kinyume na mshirika wa mahali hapa katika jina la Yesu. Hakuna uchawi utafanya kazi kinyume na yote anayeomba maombi haya kwa njia ya mtandao. Hakuna uchawi. Hebu sema hakuna uchawi. Sema tena hakuna uchawi wala uganga utakaofanya kazi kinyume na maisha yangu katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako kabisa. Sema katika jina la Yesu, ninakataa hakuna uchawi wala uganga utakaofanya kazi kinyume na maisha yangu katika jina la Yesu. Baki hapo hapo ukiwa umesimama. Baki hapo hapo ukiwa umesimama. Nataka tuombe kinyume na yale matamko ambayo yalikuwa yametamkwa kuhusiana na mji. Wala watu ambao wanatunga maovu kwenye mji, wanatunga maovu kwenye eneo, wanatunga maovu kwenye mtaa. Nataka tudili na kila matamko yote ya kipepo yaliyotangulizwa kwenye anga, yametangulizwa kwenye hali ya hewa, yametangulizwa kwenye ardhi, yametangulizwa barabarani,
matamko yote ya ajali, matamko yote ya mauti, matamko yote ya mabaya, matamko yote ya kuvunja vitu, kuharibu watu, kuleta uharibifu, tunaenda kutamka kinyume nayo katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kwa sauti tena katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, natangaza kila unabii wa kipepo uliotangulia kutamkwa kinyume na taifa hili katika jina la Yesu, walioyatamka miaka mingi iliyopita, leo ninatamka kwa neno la Bwana ya kwamba kila unabii wa kipepo ufutike, ufutike, ufutike kwa damu ya Yesu. Kila unabii waliotamka juu ya ardhi, waliotamka juu ya Watanzania, waliotamka juu ya Watanzania, kwa damu ya Yesu ninaufuta kila unabii wa kudhoofisha juhudi za Watanzania kwenye kutaka haki, na nafuta kwa damu ya Yesu. Sema kila unabii wa kudhoofisha mioyo ya watu, imani ya watu, kwa jina la Yesu. Kila unabii wa kudhoofisha juhudi za watu kwenye kupambania nchi yao, nafuta, nafuta kwa damu ya Yesu. Futika, futika, futika kwenye anga, futika kwenye ardhi, futika kwenye maji, kila mahali maneno haya yaliposhikiliwa na kuamrisha yafutike, 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 yafutike. Sema tena katika jina la Yesu. Kila uchawi uliofanyika ili kuwapa watu nafasi za kutawala, kila uganga uliofanyika ili kuwapa watu nafasi za kutawala, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu na ufuta, na angusha kila mganga aliyekubali kukodiwa ili alaani, kila mchawi aliyekubali kukodiwa ili alaani, na anguke afe, anguke afe, anguke afe kwa jina la Yesu. Anza kuomba ndani ya dakika 5 zijazo. Amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, wanaokaa kwenye malango ya nyumba yako, wanaokaa kwenye paa la nyumba, wanaokaa masokoni, wanaofanya vikao vyao njia panda, wanaofanya vikao vyao kwenye ofisi za serikali, wale waovu 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 ambao wanafuka kwenye ulimwengu wa roho, wanaofanya vikao vyao mahali popote, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kinyume na ajenda ya Bwana ndani ya taifa hili, anawapangua, anapangua, anapangua, anapangua. Shataparata rakapayada yatana mama rekabababa mashapariata rimakarababa yanaotunga jeda za kuharibiwa, unaotunga jeda unakuvunja ndoa za watu, unaopanga jeda za kuleta mauti, ajenda za hasara, ajenda za mauti, ajenda za mauaji, natamka kwa jina la Yesu, mfieke, nawafyeka, nawafyeka, natokea kwenye uchoche, natokea kama upanga, nafyeka, 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 napasua, pasua, napasua, pasua hizo madhabahu mlizosimamisha kwenye milima, kwenye mabonde, kwenye mto, kila mahali, njia panda, kwenye miteremko, nashukia hizo madhabahu, nazishukia kwa moto. Mimi ni jiwe ambalo halijatengenezwa kwa mikono ya wanadamu, naziangukia hizo madhabahu, nazisaga tikitiki, napangua, napangua kwa damu ya Yesu. Hicho kikundi ambacho wamejimilikisha mji, hicho kikundi kwenye ulimwengu wa roho ambao wamejimilikisha taifa, nafyeka, nafyeka, nafyeka. Ninapotoa unabii kama ilivyokuwa kwa Pelatia, na nyie mwanze kuanguka, natoa unabii anguka, natoa unabii anguka, muanguke, 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 waamrisho waanguke kwa jina la Yesu. Hatoa unabii juu yao, hatoa unabii juu yao. Hicho kikundi cha watu kadhaa ambao wamejimilikisha mji kama ilivyokuwa wakati wa Ezekieli, watu 25 walijimilikisha mji. Nyinyi ambao mnasema Tanzania ni yenu peke yenu, na wafyeka